Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2026. Baba yetu anajali, kitabu kilichoandikwa na mjumbe wa Mungu Ellen G. White. Katika mwaka huu tutaenda kuangazia mada nzuri kutoka katika kitabu hii. Na mwezi huu, mwezi wa kwanza, tutajifunza mada inayosema wana na binti za Mungu. Leo ni Januari 1, siku ya kwanza kabisa ya mwaka huu. Na leo tutaenda kuiangazia mada inayosema tunaitwa wana wa Mungu. Kabla hatujalianza somo letu siku ya leo, hebu tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba yetu na Mungu wetu ishiye mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya upendo na rehema zako maishani mwetu. Tunakushukuru kwa namna ambavyo umekuwa pamoja nasi kila wakati, nasi tunajikabidhi mikononi mwako tukisema asante, tukiomba neema yako itembee nasi tena. Umekuwa pamoja nasi kwa mwaka 2025. Tunajikabidhi kwako utembee nasi kwa mwaka 2026. Neema yako yatosha, pendo lako latubidisha. Tupatie nguvu ya kusonga mbele kwa ujasiri na ushindi, nasi tutalitukuza jina lako katika jina la Yesu. Amina. Tunaitwa wana wa Mungu ndiyo mada yetu siku ya leo. Mada hii imejengeka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 aya ya 1. Neno la Mungu linasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Yohana alipokuwa akiutafakari upendo wa Yesu, aliongozwa kutangaza, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu. Watu wanafikiri kuwa ni upendeleo kumwona mtu wa familia ya kifalme, na maelfu wanasafiri umbali mrefu ili kukutana nao. Ni upendeleo mkubwa kiasi gani kuwa wana na binti za Mungu aliye hai? Je, kuna upendeleo mkubwa kiasi gani zaidi ya kutunukiwa na kupewa nafasi ya kuingia katika familia ya kifalme? Ili kuwa wana na binti za Mungu, lazima tujitenge na ulimwengu. Tokeni kati yao, mkatengwe nao. Msiguse kitu kilicho kichafu, asema Bwana. Nami nitakuwa Baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Kuna mbingu mbele yetu na taji ya uzima kujipatia, lakini zawadi hii inatolewa kwa washindi tu. Yeye aipataye mbingu lazima avikwe vazi la haki, na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Katika tabia ya Yesu hakukuwa na ukinzani wa aina yoyote, na huu lazima uwe ndio uzoefu wetu. Lazima maisha yetu yatawaliwe na kanuni ambazo zilitawala maisha yake. Kwa njia ya ukamilifu wa kafara iliyotolewa kwa ajili ya jamii yenye hatia, wale wanaomwamini Yesu wakimjia yeye wanaweza kuokolewa kutoka kwenye uharibifu wa milele. Hebu mtu awaye yote asidanganywe na adui, hata kufikiri kwamba ni kujishusha hadhi kwa mtu yoyote, haidhuru ana kipawa au ni msomi au mheshimiwa kiasi gani, kumkubali Yesu. Kila mwanadamu anapaswa kuangalia mbinguni kwa kicho na shukrani na kutangaza kwa hali ya kustaajabishwa, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba,
kwamba tuitwe wana wa Mungu. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Januari 1 mwaka 2026, mada ikisema tunaitwa wana wa Mungu. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Mchana hauishi, mji mzuri, mji hautapita, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milangoni ya lulu, mjini mzuri, dhahabu njia zake, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milango haifungwi, mjini mzuri, mtoni wa uzima, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Hawahitaji jua, mjini mzuri, Mwana-Kondoo nuru, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku